Baada ya meli iliyojaa makontena ya bangi kuzua gumzo na kukamatwa huko nchini El Salvador ikiwa imeshikilia bendera ya Tanzania na kudai kwamba hiyo meli ni mali ya Tanzania, hivyo basi biashara hiyo inahusisha serikali ya Tanzania. Lakini mjadala ulizuka mpya na kusema kwamba meli hiyo imesajiliwa katika serikali ya Zanzibar, na tamko hilo lilitolewa na msemaji mkuu wa serikali Johnson Msigwa, lakini imezua taharuki kwamba ni watu wafahamu, je, ni serikali ipi inajihusisha na biashara hiyo haramu? Je, ni serikali ya Zanzibar au ni serikali ya Tanzania iliyoko chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan? Sasa kabla sijakupeleka kwenye makala kuu ambayo inahusisha Rais wa Zanzibar Dr. Ali Hassan Mwinyi kufafanua kuhusiana na meli hiyo, ni kusihi wewe ambaye bado haujasubscribe usiache kubonyeza neno subscribe uweze kujipatia taarifa hizi kemkem kila siku ndani na nje ya nchi. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar SMZ imetangaza kuifutia usajili wake mara moja meli ya Eagle AMO namba 820374 kufuatia taarifa za kukamatwa kwa chombo hiko nchini El Salvador kwa tuhuma za usafirishaji wa madawa ya kulevya. Kulingana na taarifa iliyotolewa leo Februari 27, 2026 na mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar, meli hiyo inadaiwa kuwa ilikuwa inapeperusha bendera ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia usajili wa meli za kimataifa wa Zanzibar TZIRS. Taarifa za kukamatwa kwake ziliibuka Februari 17, 2026 kupitia mamlaka za Jamhuri ya El Salvador na vyombo vya habari vya kimataifa, wakitoa taarifa hiyo inayozua gumzo duniani kote. Mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar ZMA ikitekeleza wajibu wake kama dola ya bendera flag state imechukua hatua zifuatazo tangu Februari 18, 2026. Ziliamua kufuta usajili wa meli ya Eagle, ambapo imeondolewa rasmi kwenye rejista ya meli za Zanzibar. Serikali pia imewasiliana na jeshi la polisi la kimataifa maarufu kama INTLPOL kwa ajili ya uthibitisho wa kina na ushirikiano wa kiuchunguzi na kuanzisha uchunguzi wa kisheria dhidi ya wahusika kwa mujibu wa sheria ya usimamizi wa usafiri baharini Zanzibar. Lakini kabla ya hapo ni kukwambie kwamba baada ya meli hiyo kuweza kukamatwa, tetesi zilizoweza kuzuka nchini Tanzania ni kwamba Dr. Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na mwanae Abduli, akihusishwa pia Dr. Jakaya Mrisho Kikwete ambaye ni rais mstaafu wa serikali ya Tanzania, waliumbuliwa na mwanadada Rachel ambaye ni mwanaharakati ambaye akiwa amekuwa akifichua siri mbalimbali za kiserikali na kudai kwamba hao watatu ndio wahusika wakuu wa biashara hizo haramu ambazo zinachafua jina la Tanzania na kuzidi kudidimiza maslahi ya kidemokrasia yanayotakiwa kuendelezwa nchini Tanzania. Pamoja na hayo, serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ina sera ya kuvumilia kabisa matumizi mabaya ya bendera yake kwa shughuli zozote za uhalifu wa kimataifa, ikiwemo usafirishaji wa dawa za kulevya, biashara haramu ya binadamu, uvunjifu wa vikwazo vya kimataifa na uhalifu wa kifedha au wa kimazingira baharini, na taarifa hiyo imeeleza kama hivyo. Aidha, taarifa hiyo imeeleza kuwa iwapo tuhuma hizi zitathibitishwa, uwajibikaji utakuwa wa watu binafsi au wamiliki wa chombo hiko husika kilichoweza kukamatwa, na si wa mamlaka ya bendera, kwa mujibu ya misingi ya sheria za kimataifa zilizowekwa awali kabla ya haya yote kuweza kutokea. Lakini hata hivyo, serikali imeeleza utayari wake wa kushirikiana na Jamhuri ya El Salvador kupitia njia rasmi ya kidiplomasia ili kupata ukweli wote wa matukio na tukio hilo kwa ujumla. Lakini pia serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imehakikisha na jumuiya ya kimataifa kuwa TZIRS inaendeshwa kwa utaratibu madhubuti za haki na uhakiki wa wamiliki halisi wa vyombo hivyo maarufu kama beneficial ownership verification na ufuatiliaji wa utiifu wa sheria za kimataifa ikijumuisha UNCROS, COLAS, lakini pia na MALPOL. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar pia imesisitiza kuwa inasimamia kwa umakini na uweledi mkubwa usajili wake wa kimataifa wa meli na zitaendelea kuchukuliwa hatua kali. Hivyo basi
amekanusha taarifa hizo kwamba kontena hizo zilizokamatwa ni mali ya Zanzibar. Lakini maswali mengi yaliyopo akilini ni kwamba je, taarifa iliyotolewa na mwanaharakati dada Rachel itakuwa ni taarifa sahihi kwamba wahusika ni Samia mwanae pamoja na Jakaya Kikwete, au wahusika ni serikali ya Zanzibar? Basi usisahau kubonyeza neno subscribe ili ukapate kujua majibu ya gumzo hili hivyo baadaye.